Sasa labda tukaangalie eneo moja baada ya lingine. Ndio. Tukianza na eneo la mazao ya misitu. Mwaka jana iliweka utaratibu kwamba mazao ya misitu, mirunda, mtu anapokuwa anauza, basi kutakuwa na 2% ambayo akilipa pale wakati wa mauziano au anavyokwenda kulipa mazao ile ushuru labda wa halmashauri na au pale ambapo mauziano yanafanyika. Kwa hiyo akishalipa hiyo kodi ya 2%, basi amemaliza, na eneo hilo la misitu hana kodi nyingine ya kuja kuilipa kwenye eneo hilo la misitu. Kwa hiyo mwaka huu imeongeza baadhi ya vitu ambavyo na yenyewe vikiwa vinauzwa, basi tayari atawajibika pia kulipa hiyo kodi ya mapato ya mkupuo ya pamoja ambayo hana wajibu wa kuja kuilipa baadaye. Sasa vitu vilivyoongezeka ni pamoja na latex, yani maana ya kwamba ile gundi, unajua unajua huku Songwe kuna misitu. Sasa kuna baadhi ya misitu ambayo umo kwenye misitu inavunwa gundi ya ile inayotokana na misitu. Utomvu au gundi za asili. Hivyo ndio vitu ambavyo vimeongezeka pale ambapo katika sheria ya mwaka huu ukilinganisha au tofauti na ile ya mwaka jana, ni kwamba imeongezea tu haya baadhi ya vitu ambayo ni gundi, leseni kama inavyoonekana pale na yale gundi yanayotokana na uvunaji wa misitu, kwa sababu tayari mbao, mirunda sheria ilishakuwa mwaka jana. Wakati wa mauziano pale inatakiwa ulipe hiyo 2% na inalipwa pale ambapo mauziano yanafanyika.